Yes, uhali gani mtazamaji wa Bobezi TV, hope uko poa kabisa na mambo mengine yanakwenda fresh. Karibu niweze kukupatia zile story ambazo zimetrend kwenye mitandao ya kijamii, and of course leo tuko na taarifa mbaya ambapo taarifa zimetujia hivi karibuni ama hivi punde, taarifa za kifo cha mama mzazi wa aliyekuwa mwigizaji Karina ama Hawa kama wengi ambao wanamfahamu hivyo. Wengi tulikuwa tunamfahamu hivyo, lakini mama ambaye anafahamika kwa jina la Fatuma Maruzuku amefariki dunia. Ikiwa ni siku 40 tu zimepita tangu mwanae Karina aweze kufariki, na kama tunafahamu kwamba mwanae Karina alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa tumbo na alipelekwa India kwa ajili ya kuweza kufanywa upasuaji na matibabu mengine ili aweze kuendelea, lakini bahati haikuwa kwake na akawa amefariki kule India, na hatimaye akaweza kurejeshwa hapa Tanzania na tukamzika ama kumpumzisha kwenye makaburi ya Kisutu. Sasa taarifa zinasema kwamba mama Karina alikuwa anasumbuliwa na pressure, lakini pia alikuwa anasumbuliwa na kisukari na hakuweza hata kushiriki kwenye 40 ya mwanae ambao kama ambavyo nimekuambia ilifanyika wiki iliyopita pale nyumbani kwake, and of course alikuwa hospitali muda wote, kwa maana hata kwenye 40 ya mwanae hakuweza kushiriki kwa sababu ya huo ugonjwa ambao alikuwa anasumbuliwa nao. Na taarifa kama ambavyo nimekuambia, taarifa zimethibitishwa, kaka Karina ambaye ni miongoni mwa watoto wa mama mzazi wa Karina ambaye ndo amefariki siku hii ya leo. Na kwa mujibu wa kaka yake na Karina, anasema kwamba mama ameacha watoto 4, lakini pia na mjukuu ambaye ndio huyo alikuwa ni mtoto wa Karina ambaye ndo yupo amebaki. Na taarifa zinasema kwamba msiba upo nyumbani kwao ama yupo nyumbani kwa mama Karina, pale ambapo tulikusanyika kwa ajili ya kuweza kumpumzisha Karina pale nyumbani kwao Magomeni, na msiba huo mama Karina utafanyika pale, na kama Mungu akipenda kesho, siku ya kesho, mama Karina ataweza kupumzishwa kwenye makaburi ya Kisutu pale alipopumzishwa mwanae Karina. Na nikukumbushe tu kwamba ni siku 40 tu zimepita tangu mwanae Karina aweze kufariki kule India, lakini sasa mamake inaonekana kwamba naye ameshindwa kuichukulia ile hali, na yeye pia tumempoteza siku chache tu, ama ni mwezi mmoja na siku kadhaa kuweza kupita, tumeweza kumpoteza mama Karina. So Mungu aendelee kuwapa nguvu, lakini pia aendelee kuwapa faraja familia ya mama Karina, lakini pia familia ya Karina mwenyewe. Mungu aendelee kuwasaidia waweze kuwa na faraja, waweze kupata nguvu katika kipindi hiki kigumu ambacho kimewapata wao kama familia. Lakini pia pole kwa familia, ndugu, jamaa na wote walioguswa na msiba huu wa Karina. Mungu aendelee kuwasaidia na aweze kuwapa faraja katika kipindi hiki kigumu. Mimi naitwa Genevieve na hii ni Bobezi TV.